Katika tukio la kusikitisha lililotokea jana Aprili 13 mwaka 2025, takribani watu 34 waliuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa baada ya makombora mawili ya ballistic kurushwa na Urusi na kulenga katikati ya mji wa Sumy kaskazini mashariki mwa Ukraine. Shambulio hilo lilitokea majira ya asubuhi kwa saa za Ukraine, wakati ambapo wakazi walikuwa wamekusanyika kusherehekea Jumapili ya Matawi, siku ya kwanza ya wiki takatifu ya Ukristo. Picha na video zilizotolewa na vyombo rasmi vya serikali ya Ukraine zinaonyesha miili ya waathirika ikiwa imetapakaa mitaani, magari yakiwa yameungua na majengo yaliyoharibiwa vibaya. Huduma ya dharura ya taifa hilo ilithibitisha kuwa miongoni mwa waliouawa ni watoto wawili, huku watoto wengine 10 wakiwa miongoni mwa majeruhi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelaani vikali shambulio hilo, akilitaja kama kitendo cha kigaidi na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya Urusi. Amesema mazungumzo hayawezi kuzuia makombora wala mabomu ya angani. Kinachohitajika ni msimamo mkali dhidi ya Urusi kama taifa la kigaidi. Viongozi mbalimbali pia wa kimataifa wameonyesha masikitiko yao. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuwa Urusi inaonyesha dharau kwa maisha ya binadamu na sheria za kimataifa. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amelaani shambulio hilo na kumtaka Rais Putin kukubali kusitisha mapigano mara moja bila masharti. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni ameongeza kuwa shambulio hilo ni kitendo cha kikatili na cha aibu kinacholenga raia wasio na hatia, wakiwemo watoto. Shambulio hili linakuja wakati ambapo juhudi za kidiplomasia za Marekani chini ya Rais Donald Trump zinalenga kusitisha vita ambavyo vimeingia mwaka wa 4. Hata hivyo, pande zote mbili zimekuwa zikilaumiana kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano dhidi ya miundombinu ya nishati. Urusi inadai kuwa Ukraine imekuwa ikifanya mashambulizi kila siku, huku Ukraine ikiripoti kuwa Urusi imezidisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia. Kwa sasa Urusi inashikilia takribani 20% ya eneo la Ukraine, hasa katika maeneo ya mashariki na kusini, na kuna hofu kuwa inaweza kuanzisha mashambulizi mapya msimu huu wa machipuko ili kuimarisha nafasi yake katika mazungumzo ya amani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.